Mbona tupo hapa? Nina jambo nahitaji kuwaeleza. Ningependa sana kushirikiana nanyi. Huu ulimwengu una viumbe wenye matamanio makubwa. Na ni rahisi sana kuwahadaa. Na imani kubwa kwamba tukiungana tutashinda. Tutashinda? Kwa vita gani? Kwani unaharibu mpango wangu? Mimi siwezi kuongea na wewe ukiwa katika umbo kama hilo. Nenda uje katika umbo lako halisia, ndipo tuzungumze. Safi kabisa. Hivyo ndivyo unatakiwa uje kwangu, na hapa ndipo tunaweza tukazungumza. Hebu sema, shida yako ni nini? Ngalewa, kwa nini unafuatilia hatua zangu? Nadhani unasahau kwamba dunia si ya kwenu mwenyewe. Dunia ni ya wanadamu. Ninyi mmekuja tu kama wavamizi, na mnatakiwa muishi kwa misingi ya wanadamu na sio kuwadhuru. Siwezi kukuruhusu uharibu mpango wangu. Kumbuka, hata konokono mgongo wake ni mzigo kwake, ili hali ya kuwa hajui ni mwepesi sana. Ukimtupa chini unavunjika. Mimi wala siwezi kubishana na wewe. Wewe utabishana na nuru, kwa maana wewe ni kiza, na siku zote kiza huondoka punde tu nuru inapoingia. Huyu mbwa yuko wapi? Hayupo. Kaenda wapi mshenzi huyu? Sijui, afu hata chakula hajapika, nimepika mwenyewe. Kudadadeki. Yaani hilo ndo ataijua Jonjura, atanijua mimi nani? Ashaanza. Anizoe mimi ananijua yule. Ashaanza. Hey. Yaani katika mtu ambaye azoeleki ndo mimi kabisa. Atarudi hapa. Vyombo vyenyewe hajaosha. Kwa hiyo kazi zote umezifanya wewe? Yaani ulivyokuwa unatoka naye kanyanyua mguu wake. Asante. Atakuja. Yaani leo yule kama sijamkalia leo yule sijui. Habari yako? Kama nakufahamu. Ndio mimi. Huyo unayemdhania katika kichwa chako ndiye mimi. Lakini pia unakoenda umeshafika. Kuna jini aliyevaa uso wa uponyaji anakunyemelea. Kwa nini mimi? Kwa sababu wewe ni nuru, na wewe ndiye utakayeponya dunia hii. Fumba macho yako. Lete basi cho chakula tule.
Tena ukilete chote. Nimepakua chote sijamwachia. Unamwachia kama nani? Wewe nimekupikia kamchuzi kako hapa. Haya. Mwandazimu mkubwa huyu. Yeye kazi ya kuzurura tu. Na tunakula tunakimaliza, hamna kibaki. Yaani hapa akija alimchana huu wala jioni. Na sijabakisha kitu. Yaani hata ukoko sijaacha. Bora hata tukawape mbwa. Haina shida. Yaani upike. Alafu tena unitengee nile. Yeye aje asioshe vyombo. Subutu. Kwanza namduga. Alafu ataosha vyombo. Atafanya kazi kibao na usiku wali. Na kazi nimekuwa tabia yake kumwambia kitu afanye, ukitoka naye anatoka. Yaani utaamini nitakachomfanyia. Mwandazimu mkubwa. Kula mwanangu. Mimi mpaka ninakuja ninaita huko ninaita. Akili yangu na mawazo yangu unajua kabisa. Huyu mpuzi hapa sidhani kama kati yale ndio yasema. Sidhani. Akili yangu na machele yangu yote yananituma hivyo hivyo na ndio kilichotokea. Yaani wewe unanyanyua mguu naye anatoka. Yaani ina maana hata kunitukana kanitukana kimoyoni moyoni. Yaani bro ulikuwa unamwangalia mwenzio alikuwa anakaa, yaani alikuwa anakaa fala. Kula nyama. Wewe nimeungua mama kwa jikoni, nimeungua mama. Wewe acha tu. Nimeungua kweli. Shikamoo mkubwa. Koma. Mama yako mkubwa nani mtoto wewe? Yaani wewe mimi naondoka hapa nimekupa maagizo gani? Nipige, nioshe vyombo, nifanye usafi ndani. Kwa nini umemwachia dada yako ndo kaingia jikoni? Kaza fanya dada, chakula nipika mimi. Muongo, nimeingia jikoni mwenyewe nimepika. Wewe si mama anatoka nao natoka hapa. Wewe umepika muda gani? Wewe ulikuwa hapo nyumbani leo. Vyombo hujaosha, chakula nimepika mwenyewe, nimeungua mwenyewe. Acha uongo. Mama wewe muongo. Nimepika mwenyewe leo, nimeingia jikoni mwenyewe, nimepika mwenyewe. Sema hujapika macho unafiki. Wewe kama unamwambia dadako mnafiki? Pua katundu za wadudu. Mshenzi mkubwa wewe. Mwangali vikopo Moscow usiku wa manane. Piga magoti hapa. Piga magoti. Sema sio haki, kitu nipiga mimi. Kwa hajapika, alikuwa anachezea simu ndani. Wewe, huo mdomo wako. Huo mdomo wako siku moja utakuja kukuponza kenge wewe. Mimi ninapoongea unapata wapi nguvu ya kunijibiza mimi wewe? Wewe mtoto nitakuja kukuua unipekesi wewe. Koma. Sasa piga hayo magoti hivyo hivyo. Utone sisi tunavyokula mwanzo mwisho. Kenge wa kaki wewe. Sura mbovu kama le mbaba yako. Domo limekuleta mbele kama huyo mamako ulomuita mama kaburini uko saizi. Mshenzi mkubwa wewe. Manyoko manyoko manyoko. Wewe nitakuja kukukindakinda au nitakukalia mimi wewe. Kula mwanangu. Kaa hivyo hivyo na macho yako yawe hapa. Kabla sijakurushia chupa ya juisi, macho yawe hapa tunavyokula. Mtu akipeleka tonge mdomoni, unamwangalia. Akirudisha mkono chini unamwangalia, hiyo ndo adhabu yako. Na saizi ya uli, usiku wa uli, na vyombo utatoa hapa na utavisafisha vyombo. Umenielewa eh? Wewe utajua ujui. Uliona nakuchekea siku ile pale, mwanangu wa jicho. Mimi sio sawa. Wewe umelelewa vibaya eh? Ila ninapoongea mimi kimya. Nisione mdomo wako unanijibiza mimi wewe. Kama ushaanza kujibiza hao kwangu stop. Pumbavu mkubwa wewe. Tena umekipika chakula kizuri hatari. Huyu anajua kupika. Na ndio maana nakwambiaga na wewe upike kusudi mwanangu apumzike. Nimemfunza vyema. Ngoja. Aone. Nile vibamia mimi. Chakula kitamu. Ngoja kufishia na hicho kijoezi. Nilikwambia umwangalie mtu akifanya nini? Nakunywa juice hapa niangalie. Niangalie na kunywa juice wewe mbwa. Inashuka wapi? Koni. Nyokonye. Mbona leo hawapo? Kuna shida gani?
au ameamua kurudi nyumbani. Mbona tupo hapa? Nina jambo nahitaji kuwaeleza. Ningependa sana kushirikiana nanyi. Huu ulimwengu una wana viumbe wenye matamanio makubwa na ni rahisi sana kuwahadaa, na imani kubwa kwamba tukiungana tutashinda. Tutashinda? Kwa vita gani? Sikia nikwambie, mpango wako kujifanya unaponya watu kumbe unazuru, tumeshaujua. Sasa sikia, hatuwezi kuungana na wewe. Hivi ni kwa nini mmekuja katika himaya ya huyu mwanadamu ambaye ni dhaifu? Dhaifu? Uwezo wako na nguvu zake, nguvu zako ni ndogo sana, kama punje ya haradali. Mbona kaondoka kwa miguu tena? Hajatumia nguvu zake. Maana huyu ni dhaifu sana. Nafikiri kaaibika, alafu aoni hata haya. Katembea na kwa miguu. Kweli mtu mzima bwana, kafezeka mbele ya watoto. Na lisula lake. Katika mihangaiko yangu huko pita zangu nimekutana na mdada, na sio mara moja wala mara mbili. Sasa leo nimeona ni bora nikwambie, wewe ni mke wangu na wewe ni ubavu wangu wa kushoto. Kwa hiyo siwezi kukuficha kitu. Anadai atanipatia nguvu ya kuombea watu magonjwa yao yakapona, na hata sisi pia kiuchumi ukawa wa juu, yani tukawa na pesa za kutosha. Lakini pia hapo nimekuja kugundua hili swala halijakaa sawa, kwa maana siwezi kuamini kwamba nguvu anazonipatia ni nguvu za Mungu ama ni nguvu za kidevu za kishetani. Kwa sababu jinsi alivyoniambia anataka kubadilisha maisha yangu, tena kaniahidi kwa muda mfupi, kwa muda mchache sana atakuwa kabadilisha maisha yangu. Sasa naomba mke wangu nishauri, hili swala limekaje hapa? Wewe mwenyewe unaona kabisa hali yetu ilivyo ngumu kimaisha. Hali yetu tunaiona, tunadaiwa kodi, hela kutoa ada shule hamna. Umeona kule kwetu kwa shida. Halafu inakuja bahati kama hiyo, mume wangu, wewe unataka kuichezea kweli? Wewe ni Mungu akuchushia neema mume wangu. Hebu changamkia fursa. Changamkia fursa mume wangu. Utaki kutoka hapa jamani? Mungu kakuona, kama kutoe sehemu hii hapa tuliopo, akupeleke sehemu nyingine. Na pia mume wangu, kama amekwambia kwamba utakuwa unaponya watu, unasaidia watu, unafanya vitu vingi, huoni kama itakuwa inatupa heshima kubwa mimi na wewe mume wangu? Uona pia tunavyoishi hapa mtaani tunazalaulika kweli? Hebu chukua hatua mume wangu. Kitu unachokiongea ni sawa, naweza nikasema nakubaliana nacho, ama unipe muda nikifikirie, kwa maana kama zitakuwa ni nguvu za kishetani ambazo anataka anipatie, itakuwa nimemkosea Mungu wangu, kwa maana Mungu mwenyewe katika maandiko yake anasema usijaribu Bwana Mungu wako. Hata Yesu Kristo alipandishwa juu ya mlima na kisha akaambiwa ajitupe, atapewa falme na miliki zote za duniani, lakini alikataa. Akapewa jiwe aligeuze kuwa mkate, lakini akakataa, kwa maana Mungu hajaribiwi. Sasa kama mimi nitakuwa hili swala lipo katika kumjaribu Mungu, huoni kama nitakuwa nimekosea sana? Hapana. Sisi ndo tunakutegemea mume wangu, unajua, lakini kwa nini unafanya hivi? Hebu kubaliana naye. Talifanyia kazi hilo, usijali mke wangu. Sawa, nakutegemea, lakini usiniangushe. Dada, mambo? Poa, vipi? Fresh, uko poa? Niko poa, sijui wewe. Da, fresh. Sorry bwana, nilikuwa nataka kujua hata jina lako mwenzangu, naitwa nani? Naitwa Aisha. Oh, Aisha, jina zuri eh? Asante. Sikia sasa.
Sijui naweza nikapata namba yako ya simu. Okay, andika. Wewe vipi, mbona unakimbia sasa? Chukua namba basi. Asante Mungu wangu kwa kunipa mamlaka haya, kwa kunipa kibali hiki. Nenda ukatoe pepo kwa huyu binti, nenda ukatoe huu ugonjwa uliomvaa barabarani na kuanguka pasipo kujitambua. Asante Mungu wangu. Mimi naweza kukusaidia ili huyu aweze kuamka, endapo tu utanikubalia, na hawa watu wote wataweza kukuamini na imani yao juu yako itakuwa thabiti. Sawa, nimekubaliana na wewe hilo. Asante Mungu wangu kwa kunipa mamlaka haya, kwa kunipa kibali hiki, nipate kuombea wote waliokuwa na magonjwa, wote wasumbukao na matatizo. Asante Mungu wangu, asante Yesu Kristo. Oh Jesus, asante sana Mungu wangu kwa uwezo wako, kwa damu yako nipate kutakasa kila kilichokuwa kibaya. Ngalewa, nimekuja kumtafuta mwanangu, haonekani nyumbani, sijui kapotea. Pole sana kwa changamoto unayopitia. Majibu yote maswali yako utayapata hapo chini. Tazama kwenye hicho kioo. Nenda nyumbani na hakikisha ugeuke nyuma. Hata usikie jina lako limeitwa na nani wala limeitwa mara ngapi, kamwe usigeuke nyuma. Nibembeleze kama mtoto nidekeze, ikibidi niliwaze yeah, yeah, yeah. Nibembeleze kama mtoto nidekeze, ikibidi niliwaze yeah, yeah, yeah. Na kama nikikosa sorry, oh baby I'm sorry. Penzi letu liweke story, wambea tuwape habari. Unajua Neema ni mrembo sana. Asante. Ndio maana macho yangu yalivyoona kwa mara ya kwanza kukosea. Nashukuru. Kuna muda mwenye ajiuliza na maswali, hichi ni kitu gani kilichonikumba mimi mtoto wa watu jamani? Ni Neema kunitemea ukilema na utu uzima. Hebu jiangalie kwa mrembo. Hivi binadamu gani aone chuma kama hichi jamani kweli? Asitikisike kweli? Mimi nimeshindwa mapema tu. Yaani kuna muda nashukuru nilivyoumwa nikaja hospitali nikakuona. Yaani nilivyokuona tu nilipona pale pale. Hasa hizo nywele zako hizi ndio zinazidi kunichanganya. Mtoto sijui mchina, sijui anatawala wewe wapi? Mashallah. Jamani mimi. Nesi wewe. Mimi na imani maradhi yangu yanatibika haswa. Yaani mimi nikiumwa haina haja dawa za hospitali. Yaani ukija tu ushapona. Mimi napona.
najuta. Toba. Kinda langu ni lenye rangi ya chungwa. Wewe. Maringo yako na mwendo vinanikosha. Toba. Nachoka kabisa. Sasa mtu aje nigusie tunda langu hili. Utamfanya nini? Nitakachomfanya ataenda kwa disi ya kwao. Basi sawa.